la muhimu sana, linaweza likawa gumu kidogo, lakini ninakuombea uelewe. Bwana asifiwe. Fanya maombi, jiombee, tumwambie Bwana nisaidie kuelewa. Roho Mtakatifu nisaidie kuelewa. Fanya hayo maombi, jiombee. Ni jambo linaweza likaonekana kama, naposema hivyo sio gumu sana, ila linakinzana na uzoefu wenda ambao umefundishwa muda mrefu. Kwa hiyo inakusaidia kuelewa. Lakini ufunuo huu ukikamata vizuri, maisha yako yatabadilika sana. Hebu tujiombee. Mwambie Roho Mtakatifu nisaidie nielewe ufunuo huu. Mwambie Roho Mtakatifu nisaidie nielewe. Mwambie Roho Mtakatifu nisaidie. Mwambie Roho Mtakatifu nisaidie. Roho Mtakatifu nisaidie. Amen. Mchana wa leo, na nitajaribu kwenda kwa taratibu lakini kwa haraka. Sasa inawezekanaje kwa taratibu lakini kwa haraka? Kwa taratibu kwa maana ya kwamba nitasisitiza mambo kwa haraka nitasema mambo machache sana. Ndio haraka yenyewe ninayoiongelea, lakini kwa taratibu nitajaribu kuongea kwa taratibu, na kama haujanielewa nitakuomba unyoshe mkono. Sitakwenda sana muda mrefu kwa sababu nitaongea mambo machache. Kimsingi ni jambo moja tu, lakini sasa ili lieleweke ndio utaongea huku. Kwa naweza nikaanza na kulisema mwisho ili baadaye tunapoendelea nalo uweze kulipata na kulielewa vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Tunajifunza somo ambalo nimelipa kichwa cha somo kinachosema alitii kwa ajili ya baraka zetu. Alitii kwa ajili ya baraka yetu, akalaaniwa kwa ajili ya uasi wetu. Naomba nirudie. Alitii kwa ajili ya baraka yetu, akalaaniwa kwa ajili ya uasi wetu. Bwana asifiwe. Tunayemwongelea hapa ni Yesu. Amen. Kwa maana nasema nitakwenda kwa haraka bila mafumbo ili tuweze kwenda vizuri, lakini nitaenda polepole kwa namna ya kuongea. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunamwongelea Yesu mchana huu, na alifanya vitu viwili. Moja, alitii, lakini utii wake ulikuwa kwa ajili ya baraka ya watakao muamini. Tunaelewana watu wa Mungu? Utii wa Yesu alipokuwa katika mwili, aliishi akaitii sheria yote 100%. Alizaliwa wakati wa sheria, na ndio maana hakukutwa na hatia yoyote, kwa sababu alitimiza akaitii sheria yote. Mtu mmoja ananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Piga kelele, sema Yesu Kristo alizaliwa katika sheria, akaitimiza sheria yote. Katika utii wake tunaposema alitii, maana yake alitimiza sheria yote, hakudaiwa. Ndio maana hakuwa na hatia yoyote. Kwa hiyo sheria ya Mungu au sheria ya Musa au Mungu aliyoitoa pale Sinai ilikamilishwa. Kuna mtu alikuja katika mwili aliyeishi katika viwango vyote kama ilivyotakiwa kwa ukamilifu wote. Jina lake anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Mtu mmoja sema haleluya. Nataka kwanza uelewe hilo. Kulikuwa na sheria, Mungu aliitoa, akasema muitimize sheria hii. Wanadamu toka imetolewa, hakuna aliyeitimiza, lakini Mungu mwenyewe kwa upendo wake akavaa mwili, akaja juu ya uso wa nchi, akaitimiza sheria yote 100%. Sasa kwa nini aliitimiza? Aliitimiza ili wewe na mimi tupate kubarikiwa, kana kwamba na sisi tumeitimiza sheria yote 100%. Kila aliye ndani ya Yesu Kristo ameitimiza sheria. Piga kelele haleluya.
Ukielewa huu msingi, alafu tunaenda upande wa pili, alilaaniwa kwa ajili alilaaniwa kwa ajili ya uasi wetu. Sasa nitakuonyesha baadaye. Sheria aliyoitoa Mungu ilikuwa na pande mbili. Kulikuwa na mambo makubwa mawili katika sheria ambayo Mungu aliitoa. Jambo la kwanza, mkitii mnabarikiwa. Hello? Ndio Mungu alisema. Akawaambia wana wa Israeli, mkitii mnabarikiwa. Mkitii sheria yangu yote mnafanya nini? Mnabarikiwa. Msipoitii, mkiasi, mnalaaniwa. Tunakubaliana? Twende nikuonyeshe maandiko anasema nini. Hayo ndio alikuwa mambo ya msingi katika sheria. Utii mkamilifu unaleta baraka na wokovu. Uasi au kutokutii kunaleta laana. Hello? Ndio sheria. Summary ya sheria ndio hivyo. Na maisha chini ya sheria ndivyo wanavyofanya kazi. Tunaelewana watu wa Mungu? Maisha chini ya sheria, kuishi chini ya sheria ndio inavyofanya kazi. Ukitii unabarikiwa, usipotii unalaaniwa. Kwa hiyo kuna baraka na kuna laana. Hello? Bwana asifiwe. Sasa kabla sijaendelea kwenye maandiko, nataka nikuonyeshe msingi wa laana ni nini. Kwa sababu watu wengi, kwa sababu ya kutojua msingi wa laana, wanaingia kwenye shida. Dhambi ndiyo ilileta laana. Hello? Ukiondoa dhambi ulimwenguni, hakuna laana. Laana ni matokeo ya dhambi. Kwa hiyo Mungu alipoumba, Mungu hakuumba laana. Aliumba kila kitu ni chema. Halafu dhambi ikaingia ulimwenguni. Dhambi ilipoingia ulimwenguni, ikaleta nini? Laana. Sasa watu wa Mungu, unanifuata vizuri? Sasa Sinai, agano la Sinai likaleta sheria. Mungu akampa Musa sheria. Na katika sheria hiyo kuna mambo makuu mawili. Na hata tupokuwa tunajifunza ufafanuzi wa vitabu vya unabii, nitakuonyesha hapa kuna mambo hayo mawili yalisemwa. Kwa wale waliokuwepo naweza kunakumbuka. Lakini Mungu akaweka mambo haya mawili, misingi mikubwa. Chini ya sheria ya Mungu iliweka wazi masharti haya. Ukitii unabarikiwa. Usipotii unalaaniwa. Ukisoma maandiko utaona hivyo. Kila wakati Israeli walipotii, Bwana asifiwe, walibarikiwa katika kila eneo, sio kiroho tu, mpaka kimwili. Hello? Na kila wakati waliposhindwa kutii, laana iliwafuata. Walipigwa, mvua haikunyesha, wakapelekwa kule, wakapelekwa utumwani. Tunakubaliana mpaka hapo? Nataka hapo tukikubaliana ndio tutaenda kwenye hatua inayofuata. Hapo tunakubaliana. Kwa hiyo sheria ndio ilifanya kazi hivyo. Lakini leo kuna Wakristo wanaishi chini ya sheria kwa namna hiyo. Ndio maana watu wanaongea habari za laana. Alikosea, alishindwa kutii mara moja akiwa ndani ya Yesu, akashindwa kuitii sheria ya Bwana. Halafu anaamini kwamba laana itatembea juu yake kwa sababu ya kutokutii huko. Na ndio maana asubuhi ya leo nimekuja na habari njema. Alilaaniwa kwa ajili ya uasi wetu. Mtu mmoja piga kelele haleluya. Alilaaniwa kwa ajili ya uasi wetu. Alilaaniwa kwa ajili ya kutokutii kwetu, ili ya kwamba laana iliyowekwa katika sheria itokanayo na watu kutokuitii sheria ya Bwana haitatembea juu ya wale walio ndani ya Kristo Yesu. Piga kelele haleluya. Halafu ule upande mwingine,
zile baraka zinazotokana na kuishika sheria ya Bwana 100% zitatembea juu ya waaminio, si kwa sababu wameishika sheria 100%, lakini kwa sababu wameweka tumaini, wamemwamini yeye aliyeishika sheria 100%. Ukipata ufunuo huu, maisha yako yanakuwa huru katika jina la Yesu. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Kama unanielewa nyosha mkono hivi kama unanielewa. Unajua tumewekwa katika vifungo vibaya. Watu wanatembea wana wasiwasi. Watu wako ndani ya Kristo hawana uhuru ndani ya Kristo. Watu wanataka baraka kwamba wanazozipata ni kwa sababu ya walichofanya 1, 2, 3, 4, 5. Ngoja nikwambie, wewe umestahili baraka, mimi nimestahili kupata ahadi zote za Mungu alizozitoa kwa Ibrahimu ndani ya Kristo. Kwa nini? Kwa sababu ahadi hizo zilikuwa na sharti, na sharti hilo lilikuwa ni kwamba mkitii mnapata. Yesu akatii, sio kwa ajili yake, ni kwa ajili ya wewe unayemwamini leo. Utii unaotembea nao machoni pa Bwana sio utii wa wewe, ni utii ulio kamilifu wa Yesu Kristo. Kwa hiyo leo naweza nikasimama kwa ujasiri juu ya dunia na kusema ahadi za Ibrahimu ni haki yangu, kwa sababu nimeitii sheria yote. Nimeitii namna gani? Ndani ya Yesu. Nasema nimeitii sheria ya Bwana ndani ya Yesu. Ungeelewa ufunuo huu, ungemshangilia Yesu kwa kila alichokifanya. Piga kelele haleluya. Sasa turudi kwenye maandiko. Kumbukumbu ya Torati 28:1-2. Nikuonyeshe sheria ilivyokuwa inafanya kazi. Inasema hivi: itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote, sio nusu. Sawa sawa, maagizo yake ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote duniani. Na baraka hizi zote zitakujiria na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Bwana asifiwe. Haya, Walawi sura 26 mstari wa 3 mpaka wa 4, wa 6 na wa 9. Nataka hapo nifuate vizuri. Hii ndio kanuni ndio inafanya kazi chini ya sheria. Tusome kwa pamoja. 1, 2, 3. Na ufuate wa 4. Haya, mstari wa 6. Mstari wa 9. Piga kelele haleluya. Umeziona hizo ahadi? Katika sheria zilisema hivi: mkitimiza sheria yangu. Ndio ilivyokuwa inafanya kazi. Hazikuwa bila sharti. Amen. Na najua tumefundisha, watu wamehubiri sana kuhusu hapa. Kwa hiyo mtu anaanza kujitahidi kuitimiza sheria ya Bwana. Kila akiangalia akiona aka kadoa kapo, ndio maana sijazipata hizi ahadi ambazo Mungu amezitoa kwa watu wake. Sasa maana ninayoisema ya kwamba Kristo Yesu, sasa Yesu alitimiza vipengele vyote vya sheria kwa niaba yetu. Umenisikia? Yesu Kristo alitimiza vipengele vyote vya sheria, sio kwa niaba yake. Yeye hakuhitaji baraka. Unakubaliana na mimi? Ilikuwa ukitimiza ndio itakuwa. Yeye hakuhitaji.
alifanya kwa niaba ya wewe na mimi. Mtu mmoja ananielewa? Haleluya. Kwa leo nataka sasa tuingie ndani kidogo kwenye hiyo. Kwa hiyo Kristo alitii kwa ajili yetu. Yesu alitii sheria yote kikamilifu kwa niaba yetu, na kwa njia hiyo akatupatia haki isiyoweza kupatilishwa ya kubarikiwa kupita kiasi. Kwa utii wake kamili, baraka zote za sheria sasa zinapatikana kwetu ndani ya Kristo. Unanielewa? Baraka zote zilizokuwa zinasema mkifanya hivi, mkitii hii sheria, mkafanya kila jambo, ndipo zitakuja. Sasa kwa maana Kristo alivaa mwili, akaishi katika hiyo sheria, akaitimiza sheria yote kwa ajili yangu, akaitii sheria yote katika utii mkamilifu, ili ahadi za Ibrahimu siweze kutimia kwa watu wa Mungu ndani ya Kristo Yesu. Ukielewa huu kweli, maisha yako yanabadilika. Nakwambia, ninakuombea hiki kitu kikikamata ukakielewa, maisha yako yanabadilika. Na nimekuombea maisha yako yabadilike katika jina la Yesu. Uhalali wa kuziishi baraka na ahadi za Mungu kwa Ibrahimu, kwa kanisa, kwa kipindi hiki, katika agano hili unapatikana kwa sababu kigezo kilichotakiwa ili mtu aziishi ilikuwa ni kuitii sheria ya Bwana. Kristo aliitii katika ukamilifu kwa ajili yangu, ili ninapomwamini naipokea package ya utii wa sheria uliostahiki, unaotakikana mbele za Mungu. Unanielewa mtu wa Mungu? Unanielewa? Kwa hiyo usiende mbele za Mungu na kiburi cha kusema kwa sababu nina ratiba hii, nimekuwa nafanya hivi, nimekuwa natoa sana, nimekuwa naomba sana, ndio maana ninastahili. Watu wengine wanaendaga mbele za Mungu wanaomba maombi ya Hezekia. Anasema, kumbuka Mungu, nimewajali wajane, nimefanya nini? Hayo ni mazingaombwe. Katika agano jipya, kitu pekee unachoweza kwenda nacho mbele za Jehova ni kumwambia Jehova, tazama mwanao Yesu Kristo alitimiza sheria yote. Piga kelele Yesu! Huo ndio ujasiri tulionao wa kukiendea kiti cha rehema. Nasema huo ndio ujasiri mimi ngoma nilionao wa kusimama mbele za Mungu na kujenga argument na kutengeneza kesi. Sitengenezi kesi kwenye kazi yangu iliyo haribifu kwa sababu sio kamilifu. Natengeneza kesi kwenye kazi yake iliyo kamilifu, kwa maana yeye aliishi sheria yote na utii wote kwa ajili ya matumbi kama mimi. Mtu mmoja sema haleluya. Umeelewa sasa maana ya yeye kuitii sheria? Kwa nini aliuvaa mwili? Kwa nini aliitii sheria? Kwa nini alizaliwa wakati wa sheria? Ngoja sasa nikuonyeshe maandiko kidogo. Usije ukasema mchungaji anasema tu, anaongea mambo yake. Twende katika Warumi sura ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 4. Kristo ndio mwisho, ndio hitimisho la sheria. Mstari wa 4 ndio unasema, lakini tuanzie wa kwanza. Biblia inasema, ndugu zangu, nitakayo sana moyoni mwangu na dua yangu ni waombayo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Anaongelea kuhusu Wayahudi, watu wake. Sawa sawa, tunaelewana? Mstari wa 2. Kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu. Hao watu wana nini? Wana nini? Kuliko hata wewe. Na leo kuna watu wenye juhudi kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe. Unawajua watu wa dini wenye juhudi Unazijua juhudi za kidini Kuna watu wana juhudi kubwa kuliko wewe, hata nusu hufiki. Unakubaliana na mimi? Wewe kuja kanisani penyewe unakuja kwa kusuasua. Kuna watu wanaomba mara 5 kwa siku. Kuna watu wanafunga siku 70.
siku 200 kila mwaka. Wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Unaona hilo neno huenda unalisoma kwa haraka. Juhudi bila maarifa ni janga. Hello? Hawa watu walikuwa na juhudi, Wayahudi walikuwa na juhudi, ndugu zake. Paulo anawaombea, anaugua moyoni, anaiona juhudi yao, lakini anasema shida hawana maarifa. Maarifa ya nani? Maarifa ambayo tunaona. Twende mstari unaofuata wa 3. Kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Sasa nikueleweshe, kwa sababu Kiswahili kinaposema unaweza hata usielewe. Paulo anasema hivi, wanajuhudi kuitafuta haki ya Mungu. Bwana asifiwe. Lakini hawana maarifa ya kuijua hiyo haki ya Mungu ikoje. Kwa hiyo hawaijui haki ya nani? Ya Mungu, kwamba inapatikana kwa kile Yesu alichokifanya. Hicho ndio Paulo anasema. Wao bado wanafikiri haki ya Mungu inapatikana kwa juhudi zao wenyewe. Kwa hiyo wanakosa maarifa ya kujua ni kwa namna gani haki ya Mungu inapatikana. Mtu mmoja ananielewa? Mtu mmoja anakosa maarifa, anajuhudi kwenye kuzitafuta baraka za Bwana. Na ndio maana anapanda mbegu hapa, anakwenda kwa nabii mwingine anapanda mbegu, anaanzisha novena au maombi ya siku kadhaa hapa, yakiisha anafanya mengine, yakiisha anafanya mengine, anatoka anaenda kwa wajane, anatoka anakwenda sehemu nyingine, anatafuta awe mwenye haki mbele za Mungu. Mambo haya yote sio mabaya, lakini ni juhudi zinazokosa maarifa. Wayahudi walikuwa nazo. Kristo anasema vingine kupitia mtume Paulo, anatuonyesha, anawasikitikia. Anasema wanaitafuta haki kwa njia zao wenyewe, wanatafuta haki yao wenyewe. Hawamekosa maarifa ya haki ya Mungu, na hivyo haki ya Mungu hawezi kuipata. Mtu mmoja ananielewa? Kwa hiyo nimekwambia utimilifu wa sheria yote uko ndani ya Yesu Kristo. Hivyo ndivyo unaipokea haki. Baraka za Ibrahimu, ahadi za Mungu zimefichwa ndani ya Kristo Yesu. Mtu mmoja ananielewa? Ahadi za Mungu zimefichwa ndani ya Kristo Yesu. Zinafunuliwa ndani ya Kristo Yesu. Zinapokelewa ndani ya Kristo Yesu. Kinacho qualify ni nini? Ni imani yetu katika Kristo Yesu. Nataka uanze kupokea kwamba wewe umeikamilisha sheria yote ndani ya Yesu Kristo. Na ndio maana ukiwa ndani ya Kristo unahesabiwa kuwa ni mwenye haki. Nafikiri wewe. Mwenye haki kwa lugha rahisi ni mtu aliyetimiza sheria yote. Ndio mwenye haki. Kwa nini wewe unaitwa mwenye haki wakati hujatimiza sheria? Ni kwa sababu Kristo aliitimiza kwenye mwili kwa ajili. Ukielewa hivyo utampenda Yesu kuliko unavyofikiria. Yaani ukielewa hivyo utakuwa unatembea na Yesu mpaka wasio na Yesu unatamani kila mmoja umhubirie injili. Hii ndio injili na ndio habari njema. Mtu mmoja sema haleluya. Piga kelele haleluya. Twende mstari wa 4. Mstari wa 4 sasa anasema, kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila aminie ahesabiwe haki. Piga kelele glory. Kwa maana Kristo ni mwisho wa sheria. Kristo ni mwisho wa watu kuhesabiwa haki kwa kutimiza sheria, ndio maana yake, ili kila anayemwamini, kwa sababu Kristo aliitii sheria yote, anapokea utii mkamilifu kwa sheria ndani ya Kristo Yesu. Umenielewa sasa? Kwa hiyo baraka za Mungu unazipata sio kwa sababu ya juhudi zako. Unazipata kwa sababu Kristo ameitii sheria yote. Na hivyo wewe unayemwamini umekuwa granted the right to receive God's blessings and promises in Christ. Na ndio maana mwisho lazima umalizie ndani ya Kristo, sio nje ya Kristo. Na ndio maana kuna rafiki yangu hapa, huenda ameshakusalimia, ukasikia salamu yake. Akikusalimia anakuambia umebarikiwa.
Kuna mtu umeshawahi kusalimiwa hivyo? Sio ubarikiwe, umebarikiwa. Umewahi kusikia hiyo salamu? Umewahi kusikia? Unajua kwa nini unaambiwa umebarikiwa? Kwa sababu tuliposoma kwenye ile sheria ilisema hivi, mkitii amri yangu yote, baraka hizi zinakuja juu yenu. Hello? Unanifuata? Sasa wewe usisubiri ulipomwamini Yesu ndio utii wako ulipokuwa mkamilifu ndani ya Kristo Yesu. Kwa zile baraka zilizotakiwa ziwafuate walioikamilisha sheria yote zinamwagika juu yako. Kwa nini hazipo? Kwa sababu hujaelewa. Na asubuhi ya leo nimekuja kukuamsha uelewe uanze kuziishi. Piga kelele haleluya. Na hazikuwa tu za rohoni, hazikuwa tu za rohoni. Ilikuwa ni za rohoni na mwilini pia. Nimekuja kukutangazia kufuli lililokuwa linafunga baraka zako lilikwisha kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Pokea, inuka, amka, ng'ara. Sikae tena chini na kujiona mnyonge. Shetani asikudanganye kwamba kwa sababu kulikuwa na hiki na hiki mwaka 90, mwaka 2000 ulifanya hivi, kwa hiyo hicho kinakufuatilia. Na kuambia hivi, ninapokwenda kwenye kipengele cha pili, laana zitokanazo na kukosa utii, alilaaniwa Kristo Yesu ili wewe na mimi tulio ndani yake tusitembee chini ya laana. Piga kelele haleluya. Unaitoa wapi laana uko ndani ya Yesu? Kwa sababu ya kukosa maarifa. Una juhudi lakini umekosa maarifa. Na Bwana amenituma mchana wa leo nikupe maarifa ili juhudi zako zitembee katika maarifa. Babu. Unaona sasa kwa nini laana haitembei juu ya waliookoka? Unajua kwa nini laana ya babu haitembei? Haitembei sio kwa sababu umeomba sana. Unajua unaambiwa usipoomba sana laana itakufuata. Hebu mniache nile. Mniache. Mwambie jirani yako mniache nile. Nitaomba kwa mambo mengine, sio kuzuia laana. Laana natakiwa kuelewa na kuamini, alafu natembea. Basi. Unanielewa mtu wa Mungu? Unanielewa? Wewe ulioilishwa matango mwitu ya kwamba kuna laana inatembea juu yako. Ulipookoka, siku ulipompokea Yesu, ulimpokea Bwana aliyefanya hivi, alifanyika laana. Kwa ajili ya nani? Ili wewe laana, unajua laana ni matokeo ya dhambi, ya uasi. Si unajua hiyo? Laana ni matokeo ya nini? Ya uasi. Mungu alipoumba dunia hapakuwa na laana. Laana iliingia dhambi ilipoingia. Laana ni matokeo, ni consequences za dhambi. Ndio maana hata katika lugha zetu za kawaida ndio tunasema hivi. Huyu mtu amelaaniwa, aliua watu. Kwa nini? Si hivyo? Laana zote ni matokeo ya nini? Ya uasi, kuiasi sheria ya Bwana. Tunaelewana? Tunaelewana? Sasa Yesu alifanya mambo mawili. Aliitimiza sheria ili unapomwamini uwe umeitimiza sheria. Ili yale yanayotokana na mtu aliyetimiza sheria yawe halali yako. Sema mimi yote yanayotokana na mtu aliyetimiza sheria yote ni halali yangu ndani ya Yesu Kristo. Mpigie Yesu makofi. Na hii nakwambia haihitaji maombi. Nisikie, hii haihitaji maombi, inahitaji maarifa. Wayahudi walikuwa na juhudi bila, na ndio maana nimetumwa nikupe. Hayo yana nguvu kuliko mimi kukuwekea mikono. Ufunuo huu ukikukamata, utaanza kujiona wewe ni dude. Yaani kuna vishida, kuna mambo ulikuwa unaongelea, yanafyatuliwa leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
kuna vihofu vilikuwa vimekuingia, unajua sijui huku kwenye ukoo wetu kuna hiki, kuna huu ugonjwa unatembea, na mimi umri umekaribia, sijui utanifikia, sijui ilikuwa laana, sijui babu alisema nini, wamekwambia sijui bibi alisema nini, sijui kuna mtu alivua nguo akakulaani. Yoyote anayoweza kufanya, hata dunia nzima ingefanya. Sijui kuna kikao cha wachawi wametamka maneno ya laana, yote wafanye usiku na mchana. Unaibuka, mawifi zangu walikwenda kwa mganga wakatamka manuio ya laana. Ukiinuka wewe ni mshindi, unatembea juu ya laana, sio chini. Yani laana unazikanyaga. Sasa nisikilize hapa sasa, nikuonyeshe. Kwa hiyo Yesu anafanya hicho kimoja. Upande wa pili kwenye utii unaweza pia kaangalia. Sasa ngoja nikuonyeshe mstari mmoja kabla sijaenda kwenye laana. Hebu Warumi 5:9. Mwingine nitauacha. Warumi 5:9. Hebu tusome Warumi 5:9. Mathayo pia anasema 5:17 Yesu alikuja kuitimiza sheria. Nataka nikuonyeshe huu mstari afu nihame niende kwenye laana nimalizie. 5:19. Tusome kwa pamoja. 1, 2, 3. Swali ambalo limekuwa linanisumbua ni hili: wangapi wanaamini kwa sababu Adamu alitenda dhambi au ni wenye dhambi? Nyosha mkono. Asio baada ya kuokokani, wanadamu wote ni wenye dhambi kwa sababu Adamu alitenda dhambi. Nyosha mkono. Hilo unaamini? Dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu nani? Hilo mbona unaamini? Ila haki kupitia mtu mmoja una mashaka. Nataka nikufikirishe. Yaani wewe kujihesabu kabla hujaokoka kuwa mwenye dhambi kwa sababu ya kosa la Adamu, uliona ni sawa. Si ndio hivyo? Si ndio hivyo? Na unahubiri hivyo. Na ni kweli. Lakini nikikwambia pia wewe umehesabiwa haki kwa sababu ya mtu mmoja aliyetii, sio wewe, unaona mashaka. Hebu uulize wewe, akili yangu vipi? Hebu uulize, hapa kuna ugumu gani hapa? Yaani unaamini kwenye hasi, kwenye chanya utaki. Unaamini kwa sababu dhambi kuingia, manake laana ikaingia na mauti ikaingia. Si unajua kwa nini unakufa? Kwa sababu ya Adamu. Si ndio hivyo? Hello? Unaamini hilo? Nataka nikufikirishe. Wewe hata Adamu umjui. Wala ukuwepo. Sisi nikuonyeshe vitu hapa. Kwa nini nakuwa hivyo? Kwa sababu tulikuwa ndani ya Adamu wa kwanza. Sisi ni uzao wa mwanamke kutoka kwa Adamu. Sawa sawa eh? Kwa nini wokovu unaitwa kuzaliwa mara ya pili? Manake umezaliwa ndani ya nani? Kwa hiyo vilivyokuja kwa sababu ya uasi wa mzazi ambaye ni Adamu wa kwanza, vyenyewe ni sawa. Hivyo hatuna shida. Huko sitaki kusema. Nimekuja na habari njema ukiokoka. Vinavyotokana kwa sababu ya mzazi wa pili. Ulipozaliwa mara ya pili, sasa hauko tena kwenye laini ya Adamu, uko kwenye laini ya Yesu. Yesu alitii. Matokeo ya utii yanakuja juu yake. Kuna mtu ananielewa? Kama kuna mtu ananielewa, piga kelele haleluya. Kuna mtu anafyatuka. Kwa nini uamini kuhusu laana iliyotokana na Adamu? Halafu uone ni ugumu kuamini kuhusu haki iliyotokana na Kristo Yesu. Adamu aliumbwa, Yesu ni muumbaji. Kipi ni kikubwa? Yesu ni mzuri, watu wa Mungu. Mimi nilizaliwa tena. Mwaka 92 nilizaliwa tena. Nilipozaliwa, origin yangu ikatoka kwa Adamu, ikaingia kwa Yesu. Ninayoyavuna yakaacha kutokana na uasi wa baba yangu Adamu, yakaanza kutokana na utii wa baba yangu Kristo Yesu.
Kila mtu anavuna kutoka kwenye chanzo chake. Mimi ninavuna kutoka kwenye utii wa Yesu Kristo, wakati wengine wanavuna kutoka kwenye kutotii na uasi wa Adamu. Na kila aliye ndani ya Yesu Kristo anavuna kutoka kwenye haki ya Kristo Yesu. Mtu mmoja sema haleluya. Ukiyajua haya una heri. Nimekuombea uyajue haya, yatoke kichwani, ya ubadilishe moyo wako. Nasema una heri uyasikiaye maneno haya. Umebarikiwa uliyepewa wasaa wa kusikia neno hili kwa kizazi hiki. Ukiyapata haya, hautadanganyika. Hautadanganyika. Panda mbegu ili baraka za Ibrahimu zije. Unaenda kuombea, unaambiwa sasa kama panado ili upokee baraka. Utasema baba yetu asubuhi, mchana na jioni. Utasoma Zaburi ya kwanza. Mwambie hayo yote ni juhudi. Mimi na neno moja tu. Na mwenye hekima anatosha neno moja. Aliitimiza sheria yote kwa ajili yako, ili baraka za Ibrahimu zikufikie wewe katika Kristo Yesu. La kwanza ni haki. Ndio kwenye hizo baraka zote. Haleluya. Sasa tukija kwenye upande wa laana kwa ufupi uweze kuelewa. Kristo alifanywa laana kwa ajili yetu. Katika ubinadamu wake Kristo alichukua juu yake matokeo ya uasi wetu na akafanywa laana kwa ajili yetu, ili laana ivunjwe, hukumu iondolewe, ukombozi wetu ukamilishwe mara moja na kwa wote na kwa wakati wote. Once and for all. Wagalatia 3:13 mpaka 14. Wagalatia 3. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Unajua laana ya Torati ni ipi? Ukiasi, haya yanakufuata. Ndio laana ya Torati. Usipotimiza sheria, haya yanakuja juu yake. Ndio laana ya Torati. Kama ulikuwa unajiuliza laana ya Torati ikoje, umeelewa sasa laana ya Torati? Torati ilisema hivi, mkifanya hivi mnabarikiwa, msipofanya mnahukumiwa. Ndio laana ya Torati. Kwa utasema kwa mchungaji wasemaje tuishi hivyo hivyo? Uwezo ukaishi hivyo hivyo ukiwa umezaliwa mara ya pili. Lakini hata ikitokea umekosea, hakuna laana inakuja juu yako. Mtu mmoja amenisikia, nasema kwa ujasiri kwa sababu ndio Biblia inavyofundisha. Kristo alitukomboa katika laana ya nini? Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili ya nani? Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angekwae juu ya mti. Mstari wa 18. Ili kwamba, hebu tusome kwanza 1, 2, 3. Ngoja nikwambia, hata wewe ambaye umekuwa unatamani kujazwa Roho Mtakatifu, unajua kuna visheria vimewekwa. Yaani ili upate Roho Mtakatifu, fanya 1, 2, 3. Umeamini, umeokoka, ni candidate wa Roho Mtakatifu. Unapokea kwa imani. Ni kwa imani unapokea. Ahadi inaongelewa hii kubwa, ahadi. Baraka iliyo katika Ibrahimu ni pamoja na haki, wokovu na package nzima. Amen. Amen. Sumezisikia kule zilizosema ikiwa mtatii. Nataka sasa huu unarudi unasoma Kumbukumbu 28 kwa uelewa. Uisome, uitafasiri ndani ya Yesu Kristo. Na zile laana ukiziangalia, unajua kuna watu hapa wanatembea wanajua mimi nimelaaniwa kwa sababu ilikuwa hivi. Alihubiriwa Kumbukumbu 28. Ile mtiririko wa laana. Kwa nini zinathibitika kwenye maisha yako? Ukiamini inakuwa.
Ukielewa, mtu mmoja ananielewa? Mtu mmoja ananielewa? Wewe haujalaaniwa, hakuna laana yenye nguvu juu yako. Na ndio maana hata hukumu ni sehemu ya laana. Paulo anasema katika Warumi 8 mstari ule wa kwanza, hakuna tena hukumu juu ya walio, niwekee huo mstari ninapomalizia, hakuna tena yani sasa basi. Mwambie jirani yako sasa basi. Yani baada ya mambo yote hayo, mwambie tena sasa basi. Baada ya kusikiliza mahubiri haya, sasa basi. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo. Kwa sababu, kwa nini hakuna hukumu? Kwa sababu sheria ya Roho sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Hiyo neno sheria inamaanisha nguvu, mamlaka ya Roho iliyo katika Kristo Yesu. Inapoingia, kwa sababu ya ule ukamilifu na utendaji kazi wa Kristo, unawekwa uhuru mbali na ile sheria ya dhambi iliyokuwa katika Torati, inayokufanya wewe uwe mtumwa wa dhambi. Chini ya sheria, mtu anastahili baraka kulingana na kiwango cha utii wake kwa sheria. Si ndio hivyo? Na wengi wetu hapa tumekuwa tunaishi hivyo. Mwezi ambao umekuwa na vimaombi vizuri vizuri, unajiona hapa lazima Mungu anibariki kwa sababu nimefanya 1 2 3. Yaani mwezi ambao kwa vipimo vyako unajiwekea tu vitu, unajipima kwenye mzani, utafikiri umekuwa imani nyingine, unalinganisha uovu na uzuri, alafu mzani ukiinuka, kwa huo sio Ukristo. Hiyo ni imani nyingine. Mtu mmoja ananielewa? Mtu mmoja ananielewa? Unajua tuna watu wa imani nyingine wengi ndani ya Ukristo kuliko hata ule upande mwingine. Wanatembea na tumizani. Yaani ule mwezi ambapo amefanya morning glory, hata anavyotembea anajiona mbingu imeshuka imemfunika. Ngoja nikwambie, mimi mbingu imenifunika 24/7. Siku 365 au 366 kwa mwaka. Kwa nini? Kwa sababu niko ndani ya Kristo Yesu. Sio kwa sababu nyingine yoyote. Haya ni mazuri, haya ukiyaelewa. Kristo alitimiza sheria yote kikamilifu katika ubinadamu wake kwa niaba yetu, ili ndani yake na kupitia utii wake tuweze kurithi na kufurahia baraka zote zinazokuja kupitia utii wa sheria, kama maandiko yanavyoahidi. Chini ya sheria, uasi ulisababisha laana, lakini Kristo alifanywa laana kwa ajili yetu na akachukua juu yake matokeo ya uasi wetu. Akaiondoa laana milele, akafungua njia ya neema, akaanzisha maisha ya baraka kwetu ndani ya Kristo Yesu. Umebarikiwa na Bwana. Nasema umebarikiwa. Wewe ni mbarikiwa. Wewe ni mbarikiwa. Wewe ni mbarikiwa. Na laana haina nguvu juu ya maisha yako. Wewe haudhuriki na laana, kwa maana wewe ni mbarikiwa. Hata wakitaka kukulaani haiwezi kufanya kazi, kwa sababu wewe ni. Wacha mawazo. Unajua baba alipotaka kufa alisema haya, nilichelewa kwenye mazishi. Alikuwa amesema yote atakayechelewa nitamlaani. Aliondoka na hiyo laana. Mtu mmoja, umenielewa? Toka kwenye kifungo cha laana. Kama ulikuwa unajisikia huko kwenye laana, umeokoka. Umeokoka. Yesu alifanyika laana ili uasi wako usile matunda yatokanayo na laana ya uasi wako. Mtu mmoja ananielewa? Mtu mmoja ananielewa? Mtu mmoja ananielewa? Leo jioni kuanzia sasa ukienda mbele za Mungu, unakwenda mbele za Mungu kwa ujasiri mkubwa mno, kama umenielewa. Kwa nini? Kwa sababu sheria yote ameitimiza Yesu kwa ajili yako. Na wewe uliye ndani yake umeitimiza sheria yote. Na hivyo yale yote yanayotokana na kuitimiza sheria ni haki yako. Kama haunayo kwenye maisha yako,
unaishi maisha yasiyo ya amani, furaha, bubujiko. Umechagua mwenyewe. Nimekuja kukutangazia, pokea haki yako katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ni haki yako, anza kuiishi katika jina la Yesu Kristo. Kama unaamini, simama, mpigie Yesu makofi na umshangilie, na tutakuwa tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Mpigie Yesu makofi mazuri. Mpigie Yesu kama umenielewa. Mshangilie Yesu. Kama ni Yesu ni mzuri. Hebu muombe kwa dakika mbili tunakupa nafasi yako. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunasherekea Jumapili ya leo, tunasherekea utimilifu wetu ndani ya Kristo Yesu, kukamilishwa kwetu ndani ya Kristo Yesu, kuondolewa laana kwetu ndani ya Kristo Yesu, kubarikiwa ndani ya Kristo Yesu, kustawishwa ndani ya Kristo Yesu, kuneemeshwa ndani ya Kristo Yesu, kupokea ahadi zote za Ibrahimu, kupokea Roho Mtakatifu ndani ya Kristo Yesu. Kwa sababu ya utii wa Yesu, kwa sababu ya Yesu kutii, tumepokea, tumewekwa huru, tunashangilia, tunakubariki Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, na watu wote sema amen.